Habari hii inatokea jijini Arusha, ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade imesema kwamba imefanikiwa kuhamasisha wafanyabiashara na wakulima wazalishaji wa bidhaa mbalimbali kutumia nembo ya Made in Tanzania, ikiwa ni kuongeza fursa za masoko ya ndani, kikanda na nje ya nchi. Akizungumza katika maonyesho ya 88 kanda ya kaskazini yaliyofanyika katika mkoa wa Arusha, afisa biashara mwandamizi wa TanTrade Thomas Peter Malia amesema kwamba mamlaka hiyo imeshiriki maonyesho hayo kwa lengo la kutoa elimu kwa umma kuhusu majukumu yake pamoja na kuhamasisha wazalishaji kujisajili na kutumia nembo ya Made in Tanzania. Kwa majina ninajulikana kama Thomas Peter Malia, ni afisa biashara mwandamizi wa TanTrade kanda ya kaskazini, lakini ni msimamizi wa ofisi ya TanTrade kanda ya kaskazini. TanTrade kanda ya kaskazini tumeshiriki katika maonesho haya ya 32 ya wakulima maarufu kama maonesho ya 88 yanayofanyika katika mkoa huu wa Arusha. Tulishiriki kwa malengo kadhaa. Lengo mojawapo ilikuwa ni kutoa elimu kwa umma na washiriki wa maonesho haya kuhusiana na majukumu mbalimbali tunayoyatekeleza, lakini kubwa likiwa ni kuhamasisha wazalishaji wa bidhaa za kilimo pamoja na wengine kujisajili na kutumia nembo ya Made in Tanzania kwenye bidhaa zao kwa ajili ya kujipatia masoko ya kikanda pamoja na masoko ya nje. Mwitikio wa wajasiriamali na wazalishaji wa bidhaa mbalimbali kuhusu kutumia nembo ya Made in Tanzania katika maonyesho hayo umekuwa mkubwa. Kiukweli TanTrade tumefanikiwa kuhamasisha wafanyabiashara, wakulima na wazalishaji kutumia nembo ya Made in Tanzania, na mwitikio tumeshaanza kuona ni mkubwa. Wapo baadhi ya wazalishaji ambao wameshaanza kujisajili, lakini wapo wengine ambao wako katika mchakato wa kuweza kujisajili. Hivyo niendelee kutoa wito kwa wazalishaji, sio kanda kaskazini tu, lakini wazalishaji wote wa bidhaa za Tanzania kote nchini waendelee kujisajili na kwa ajili ya kupata nembo ya Made in Tanzania ili kukuza masoko yao ya ndani na ya nje ya nchi. Majukumu yetu mengine ya msingi tuliyokasimishwa katika sheria ni pamoja na kusimamia shughuli zote za ukuzaji biashara nchini, yani trade promotion events, nikimaanisha maonesho ya biashara, makongamano ya biashara, misafara ya wafanyabiashara kwenda nje ya nchi. Jukumu hili tumekasimishwa kwenye sheria kwenye kifungu cha 24 kifungu kidogo cha sheria ya mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania sura ya 155 iliyofanyiwa urekebu mwaka 2023. Sheria hii inakataza mtu, taasisi ama shirika lolote kuandaa na kuratibu shughuli yoyote ya ukuzaji biashara bila kupata kibali cha TanTrade. Hivyo tunatumia pia nafasi hii ama jukwaa hili kuwafahamisha waandaaji wote wa matukio ya ukuzaji biashara nchini kupata kibali TanTrade kabla ya kuandaa na kuratibu matukio yote ya ukuzaji biashara. Na lengo ni nini hasa sheria hii? Lengo la sheria hii ni kuhakikisha ubora wa matukio ya ukuzaji biashara. Ndio maana TanTrade sasa tunahakikisha matukio haya na sisi tunakuwepo, tunatoa kibali, kwa sababu mfanyabiashara ama mwandaaji wa tukio husika akipata kibali tunampa consultation, tunamwezesha kwa kumwelewesha na kumfundisha taratibu mbalimbali za kufuata ili kuweza kufanikisha tukio hilo. Mimi naitwa Irene Modesta Kambewe, ni Director of Finance wa kampuni ya Mimi Quality Products. Sisi ni watengenezaji wa wine ya zabibu pamoja na bidhaa za kuoka, yani mikate, keki na kuendelea. Na mimi nimekuwa mmojawapo wa mfaidika wa Made in Tanzania kuanzia mwaka huu, ambapo nimefanikiwa mimi kuweza kuitangaza biashara yangu sio Tanzania tu, hata nchi nyingine. Tumepata wageni na watalii mbalimbali ambao wameweza kutuchukua bidhaa zetu. Ukipata ile certificate, ukapata na ile nembo, inaonekana, inakubalika na uhitaji kubeba viambatanisho vingi sana kuielezea bidhaa yenyewe. Nembo na stika inasimama kama jinsi nzuri ya kuelezea bidhaa kwamba ni ya Watanzania na inatokea nchi zawa. Kabla hapo ilikuwaje? Kabla ya hapo ilibidi tutumie nyanja nyingi. Kwa mfano inabidi utumie kama ni TRA, zile tax clearance, au video utumie vithibitisho vya TBS ambavyo vyote viko pamoja na ile chupa. Lakini hii nembo imefanya kwamba unaweza tu ukaiweka ile moja na ikaonekana kwamba ni bidhaa ya Tanzania na imethibitishwa na kukubaliwa na
mdhamini mkuu wa masoko Tanzania ambaye ni TanTrade. Hii ni Arusha Kondo Hoteli, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.